Bwana Sara wa kwake Harmonize ambao walishowahi kudate kwa kipindi cha nyuma, kwa hivi sasa ameonekana kwamba ni mtu ambaye amefurahishwa kwa hichi ambacho kimetokea katika siku hii za hivi karibuni Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang. Sasa wengi wameweza basi kujumuisha haya mambo kulingana na kwamba Sara hichi alichokiandika kwa sasa hivi basi ni kitu ambacho ni kibaya sana. Ni kama vile ana kinyongo bado kwa Harmonize. Ameandika hivi: kabla ya kudai haki zako, yani Harmonize kabla hajadai haki zake, yani apewe bilioni 1, hakikisha umetimiza wajibu wako. Nimesubiri kwa miaka 5. Ikiwa na maana kwamba Sara aliamua kusubiri kwa miaka 5 ili lebo iende kuvunjika, na sasa basi imeweza kufanikiwa hilo jambo. Ikiwa na maana kwamba wengi wetu wameweza basi kugundua kwamba Sara alikuwa anasubiria kitendo hichi kiweze kutimia, na sasa basi kimeweza kwenda kutimia, na kupitia Insta story yake ameweza kuchapisha chapisho ambalo watu wengi wameona kama vile ni dongo au ni kinyongo ambacho kilikuwa kimekaa ndani ya moyo wake kwa miaka 5, na mfululizo huu umeweza kumfanya Sara awe ni mtu ambaye ana maumivu makali sana. Na sasa hivi hitmaker ambaye inamaanisha kwamba Harmonize ambaye basi ni mtu ambaye anasikika sana, lakini pia mtu ambaye anaongelewa sana katika mitandao ya kijamii kwa sasa hivi, na pia Ibra ni moja kati ya mtu ambaye anaongelewa sana kupitia mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya. Sasa Sara, kitu ambacho pia kimeweza kumfanya Harmonize aweze kushtuka, ameweka pia ngoma ya copy and paste. Hii inamfanya Harmonize azidi kuwa ni moja kati ya msanii ambaye anafuatiliwa sana kwa kipindi hichi. Yani katika moja kati ya kitu ambacho watu hawagundui ni kwamba msanii anapokuwa katika kipindi ambacho ni negativity na positivity zikiwa zina rise, vyote kwa pamoja vinamfanya msanii huyo afuatiliwe kwa kasi. Ndio maana hata Diamond Platnumz aliamua kujichomeka katika kiki hii ambayo ni kiki ya international kabisa. Yani mtu anazidi kufuatiliwa mpaka nje ya nchi ya Tanzania, kiasi cha kwamba atakavyo release ngoma yoyote kuanzia sasa, inawezekana kwamba akana watu wengi sana ambao watamfuatilia, kwa sababu kiujumla yeye pamoja na mtu wake wa karibu yani Ibra wote wamekorofishana, lakini pia watu Tanzania nzima kiujumla imesimama kwa sasa hivi. Yani watu waongelee jambo lingine lolote lile, hawaangalii mpira, hawaangalii kitu chochote katika muziki, wanaangalia tu swala lao. Media zote Tanzania, sio Wasafi, sio East Africa Radio, sio radio ndogo ndogo za mikoani, zote kwa pamoja wanaongelea jambo hili. Lakini pia kikubwa zaidi ambacho kimewashangaza watu ni kuibuka kwa mwanamke huyu ambaye kwa muda mrefu zaidi alikuwa ameshaachana naye, na kuachana kwao basi kumewafanya watu wengi wazidi kushangaa kwamba ameibukia wapi, mbona mambo yale alishakushaga, na je, kwa nini ameamua kulipiza kisasi kupitia Insta story hii katika siku hii ya leo. Alikuwa anasubiria kwamba lebo hiyo iweze basi kuanguka au Ibra naye aweze kutoka katika lebo hiyo. Inaonekana kwamba kuna watu ambao wanamuona kwamba Harmonize hatimizi wajibu wake katika wasanii hao ambao amekuwa akiwasaini, mfano kama Ibra hajamtimizia wajibu wake. Lakini pia yeye kwake Sara amechukulia jambo hilo kwamba ni sahihi, kwamba kuachana na Ibra katika lebo hili ni jambo sahihi, na dongo hili limeenda wazi mpaka kwa Harmonize, na Harmonize hili lazima aweze kulishuhudia. Ngoja tuone tutafikia wapi. Na sakata hili kadri linavozidi kwenda na siku zinavozidi kwenda linawafanya watu wengi wawe ni watu ambao wanakuwa attention na kitendo ambacho Harmonize atakifanya. Mfano kama leo ametangaza kwamba anaenda kuongea na Tajiri Mzenji kwa ajili ya mahojiano ya hapa na pale kuhusiana na swala hili ambalo linamhusu Ibra. Je, vipi tena Sara huko mmoja tena kuibuka kwa mara nyingine tena? Katika siku ya jana mambo tena alikuwa tofauti kidogo. Alikuwa ameitwa tena Basata. Juzi walikuwa wanajibizana na Ibra katika mitandao ya kijamii, mpaka tukasikia kwamba kumbe kuna siku ambayo Ibra alishaitwa chumbani na Harmonize hajachukua kodi, kitu ambacho kwa sasa hivi kinaonekana kwamba Harmonize anataka kufanya kitendo kibaya sana Ibra. Na sasa hivi bado Sara katika siku hii ya leo anamuongelea tena Harmonize katika hali ambayo si nzuri, ni kwamba ni dongo ambalo limerushwa live. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Duniani watu wabaya watoki mbali, wanatoka ni majirani zetu tu ambao wa karibu. Kwa hiyo jaribu sana ni kuwa na watu ambao hawatakutendea ubaya. Tengeneza watu ambao ni loyal kwako. Jaribu kuwa peke yako kwa muda mrefu, itakufanya wewe hapo hivi upate watu ambao ni sahihi, watu ambao watakufuata, watakuonea huruma, kwa sababu watu wanaokuonea huruma na unapaswa basi na wenyewe pia warudishie huruma. Ili kwake Sara limekuwa kama vile ni furaha. Ngoja tuone nini ambacho kitafuata. Dondosha komenti yako utuambie, je, ni sahihi hichi ambacho Sara amekifanya kupitia Insta story yake? Na je, kama amekosea, je, unadhani kwamba ni wapi ambako amekosea? Na kama amefanya vema, je, unadhani ni wapi ambapo amefanya vema? Bye bye for now.